Police Post. Ukitaka kututembelea tuko hapo na Mungu atakubariki. Naomba tuwakaribishe ili tuingie katika neno la Bwana kwa pamoja. Tuwakaribishe kwa makofi katika jina la Yesu mahali popote walipo, na Mungu atakuwa wakubariki tunaposhirikiana. Tunashukuru sana wale wanatufuata na wale ambao wana like page yetu. Mungu awabariki sana na azidi kuwatenda mema. Leo tunaangalia type of numbers of fasting. Jana tuliona type of fasting. Kuna dry fasting, kuna wet fasting na kuna normal fasting. Ni vizuri mwezi huu uchukue moja ya hizo na Mungu ataweza kukubariki. Kile tu nilikwambia ni vizuri wakati ambapo tunafunga 3 days ndio compulsory ama ndio ya maana sana, wakati ambapo tunaomba tukiwa dry fasting. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Wet fasting unaweza enda kama 20 days, 21 days, 40 days, 7 days na hata kuendelea. Praise God. Na hautakufa. Jina la Bwana litukuzwe. So ni vizuri kuelewa hivyo. Na kuomba si kuomba tu, atuombi juu ya kuomba. Bwana sifiwe. Huwa kuna vitu tunapokea wakati tunaomba na wakati ambapo tunafunga kwenye maisha yetu. Praise God. Na leo tutaweza kuangalia numbers of fasting. Numbers of fasting. Praise God. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Na numbers of fasting zimengawanywa. Vile siku zimengawanywa ndivyo hata namba zimengawanywa. Na kwa Bible kuna watu walifunga kupitia zile namba tutaenda kuziangalia siku ya leo. Tutaanza na namba ya kwanza. Bwana sifiwe. Namba ya kwanza ni 40 days. Wakati unafunga 40 days kuna vitu huwa unapokea. Bwana sifiwe. Zimengawanywa mara kama 5. Bwana mara 4. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna 40 days. Hiyo Yesu Kristo alifunga, tutaiangalia katika Luke chapter 1. So hata kama tunafunga, tunafuata the steps of Jesus Christ. Praise God. Kuna manabii waliotutangulia, kuna watumishi wa Mungu walitutangulia na wameandikwa kwa Bible. Walifunga siku hizi ili na sisi ambao tumebakia, maana leo Musa hayupo. Bwana sifiwe. Musa hayupo siku ya leo. Wewe ndiye Musa wa siku ya leo. So kama yeye alifaulu, hata wewe unaweza ukafaulu. Jina la Bwana litukuzwe. Kama Yesu Kristo alifunga siku 40 usiku na mchana, hata wewe unaweza. Maana ile neema iko kwa Kristo, ndiyo iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona katika Luke chapter 1, chapter 4 verse 1, Bible inasema Yesu alifunga usiku na mchana, muda wa siku 40. Praise God. Si information na waletea. Praise God. Nataka kukuonyesha inawezekana hata wewe. Bwana sifiwe. Ukiamua kufunga na Roho Mtakatifu akikuongoza kwa fasting, unaweza kufunga siku kama zile. Kila nitakukanya na nitakuomba, usiombe kwa kushindana. Usiombe kwa sababu fulani alifanya hivyo na wewe ufanye hivyo. Praise God. Fanya kwa sababu ni Mungu amekudirect. Praise God. Kwa nini? Ili upokee baraka zile zinaandamana na prayer and fasting. Wakati unafunga 40 days, kuna vitu huwa unapokea. Praise God. Hello. Ukifunga 21 days, kuna vitu huwa unapokea na tutaziangalia. Praise God. Hallelujah. Tutaziangalia muda wetu ukituruhusu, na Bwana atatubariki in Jesus name. Sasa ningependa tufungue Bible zetu Luke chapter 4 verses 1. Tunaangalia numbers of fasting. Jana tuliona type of fasting ni dry fasting, wet fasting na normal fasting.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tumeingia ni nyingine ya pili ya kwamba numbers of fasting. Luke chapter 4 verses 1 inasema hivi, naye Yesu hali amejawa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Praise God. Nataka ushike hapa. Fasting yeyote hauna mwongozo wa Roho Mtakatifu inaweza kuwa ngumu kwako, inaweza kuwa nzito kwako, lakini Roho Mtakatifu akiwa na wewe, akikuongoza, unaweza ukaenda siku 40 na hata zaidi. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa kuwa Roho Mtakatifu ndiye utusaidia. Biblia inasema hatujui jinsi ya kuomba, lakini kupitia Roho Mtakatifu ndiye atuwezeshaye jinsi ya kuomba. Praise God. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuchunguza mawazo ya Mungu. Praise the name of the living God. Wakati anachunguza mawazo ya Mungu, anatupea kile kiko katika moyo wa Mungu. Praise God. Kwa kuongoza Yesu, kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, Biblia inasema alifunga kwa siku 40. Praise God. Akajaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia. Praise God. Akajaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu ataishi kwa mkate tu. Praise God. Kuna mambo nataka tushike mahali pale. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu ndiye huwa anatuongoza kwenye hali ya kuomba na kufunga. Praise God. Number 2, fasting iliyo ya kweli iko na majaribu. Praise God. Ninataka kujibu watu wale wanaoiuliza swali, kwa nini mchungaji, mimi nikiomba na kufunga, na Biblia inasema ama unasemanga ya kwamba tukiomba Mungu anasikia maombi yetu? Bwana sifiwe. Kuna watu wa wanachanganyikiwa, kwani nikiomba ndio mambo yangu inaharibika? Hapana, ni njia ya kupimwa imani yako. Praise God. Ni njia ya kupimwa kama wewe maombi yako yalikuwa effective kwa Mungu. Praise God. Na maombi ikiwa very effective, kuna repercussion za shetani. Sasa wale tuko kwa mfungo, wale tunaomba, saa zingine mambo yako inaweza kataa kuenda vizuri sana. Si wewe wa kwanza, ya Yesu ikuenda vizuri, halijaribiwa kama sisi vile ambavyo tunajaribiwa. Praise God. Ndio saa zingine unasikia kuamka usiku, kuenda kitchen, kuangalia kama kuna kitu kiko mahali pale. Saa ile uko karibu pale, unakumbuka niko fasting. Praise God. Saa ingine unajaribiwa, unaona mahindi kichomwa pale, unasikia kuulizia, unauza hii mahindi pesa ngapi? Na siku zingine uuliziangi mahindi kwa barabara. Sema ni majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili fasting yako ikuwe perfect na ikamilike vizuri, lazima ushinde majaribu ya tumbo. Yesu alishinda majaribu ya tumbo. Shetani alijua ako na njaa, anjakula. Praise God. Tafadhali tunang'ana. Siku zile ulichukua ukasema utafunga mwaka huu, usikubali kujaribiwa. Praise God.
Ninakuombea neema ile ilikuwa ndani ya Kristo iingie ndani yako na wewe ushinde kama vile alishinda shetani. Amen. Praise God. Amen. Kama yeye alishinda shetani na alikuwa na uwezo, si ati angebadilisha ile mawe na ilikuwa mkate. Tumeona akifanya miujiza mingi. Kuna siku wanafunzi wake walienda kwa mto, wanasifiwe, kutega samaki. Walipokuwa wanatega samaki, Biblia inasema usiku mzima hawakutega kitu, hawakupata kitu. Basi alipokuja pale, Biblia inasema aliwaambia, chukueni nyavu zenu muende muweke mahali pale ambapo ni kilindini. Praise God. Biblia inasema samaki zikakusanyika na Pita waliagi na yeye sana. Haleluya. Alikuwa mvuvi mzuri, lakini hiyo siku alisangri na Yesu, akamwambia tunalala hapa usiku, hakuna kitu tumepata. Basi Yesu akamwambia, enenda pale kilindini uangushe nyavu na mtapata samaki. Akamwambia, kwa sababu ni wewe umesema. Haleluya. Kwa sababu ni wewe umesema, tutafanya hivi. Praise God. Ilikuwa the word of miracle. Angekataa kutii, hawangepata samaki. Biblia inasema alipotii ile sauti ya Yesu, maana imejawa na miujiza, imejawa na uponyaji, imejawa na urejesho. Haleluya. Akatii, nazo samaki zikatisikia sauti ya Mungu. Haleluya. After there, Biblia inasema waliinua nyavu zao, zilikuwa mzito sana, asikuweza kutoka pale. Bwana Yesu asifiwe. Zilikuwa na samaki nyingi sana, na mahali pale muujiza ukapatikana. Jina la Bwana litukuzwe. So si ati Yesu hakuwa na uwezo wa kubadilisha mawe ikuwe mkate. Angefanya hivyo, alilisha watu 5,000. Wale walihesabika ni wanaume. Praise God. Wamama na watoto hawakuhesabika. Si ni ukweli? So yezamira kuwaka. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini alitaka kuprove shetani ya kwamba mwanadamu hataishi tu kwa mkate. Praise God. Lakini kwa neno la Mungu litokalo mbinguni. Praise God. Ni vyema siku ya leo tutii sauti ya Mungu ambayo imetuambia tumtafute kwa kuomba na kwa kufunga. Jina la Bwana litukuzwe. Niliwaambia usikuwe mistaken, useme ni dini ya CFF inasema watu wafunge Januari. It is biblical. It is Bible. Kama yule tunamfuata, kama yule tunaamini, yeye alifunga, kwa nini sisi tusifunge? Kwa nini sisi tusitafute Mungu kwa njia ya kuomba na kufunga? Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema pale alihisi njaa. Fasting ya ukweli ni ile unasikia njaa. Ni ile unajaribiwa na chakula. Ni ile unajaribiwa kuulizia mandazi ikiwa kwa kaunta, na unajuanga tu inatokanga tembo, lakini unaenda pale na unasimama. Kwanza ya ushago ni tamu, inataka smart, inavutianga. Praise God. It means that hiyo fasting yako ni strong. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema adui wa roho ni mwili, na adui wa mwili ni roho. Praise God. Yesu alifunga 40 days. Moses alifunga siku 40 pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukisoma Exodus chapter 34 verses 28, starts verse 7. Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano na wewe pamoja na Israeli na ujumbe pamoja na maneno haya. Verse 28. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40, masiku yake hekaluni, hakula chakula wala kunywa maji.
naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. Praise God. Wakati Musa alikuwa anaandika 10 commandments, vile aliamriwa na Mungu, Biblia inasema hakuwa anakula na hakuwa anakunywa. Praise God. Na alikuwa pamoja na Mungu. Na ombi langu ni Mungu akuwe pamoja na wewe mwaka huu wa 2021. Amen. Hawe pamoja na wewe katika hali ya kuomba na kufunga. Amen. Praise God. Wakati wa Musa hakukuwa Roho Mtakatifu. Roho ni kushuka, huwa alikuwa anawashukia. Praise God. But katika dispensation ya Yesu Kristo, Roho huwa anakaa ndani yetu. Huwa tunakaa na yeye usiku, huwa tunalala na yeye, huwa tunaamuka na yeye. Lakini zamani mitume na wale wote walitumika, kuna Musa, akina Elijah, Roho ni kukuja, alikuwa anakuja juu yao kwa manabii wa zamani. Praise God. Katika Agano la Kale. Sasa Mungu alikuwa pamoja na wao. Praise God. Tunaona hapa muda wa siku 40, usiku na mchana, Musa hakuwa anakula kitu wala hakuwa anakunywa kitu, maana Mungu alikuwa pamoja na yeye. Fasting kama Mungu hayuko pamoja na wewe inaweza kuwa ngumu. Praise God. Lakini akiwa na wewe mambo yote inaweza kuwa mzuri katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba awe pamoja na sisi kwenye kipindi hiki tunapomtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mfungo ya pili ambayo ni namba ya pili ni 21 days. Nani alifunga siku 21? Mfano wa kwanza ni mtu anaitwa Danieli. Biblia inasema Danieli alifunga siku 21. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anakula boga. Haleluya. Na si akikunjaza sahani mzima. So unaweza funga 21 days ukiwa unakunywa, ukiwa wet fasting na ufaulu in Jesus name. Unaweza funga 14 days ukiwa wet fasting na kuwa kuzuri Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni mambo tumejaribu na Mungu alitusaidia na hatukukufa, tunaendelea. Praise God. So hata wewe nimekuja kukuencourage, kama unasikia neema ya kuendelea 40 days, endelea. Kama unasikia uko na neema ya kuendelea 21 days, you can, unaweza. Praise God. Huwa ni Mungu anasaidia watu. Huwa ni Mungu anasaidia watu na anawapea grace. Praise God. Namba ya 3 kwa sababu ya muda wetu ni namba 7. Praise God. Namba 7. Unaweza ukafunga siku 7 ukiwa unatumia kitu unakunywa. Hiyo ni wet fasting. Unakunywa tu maji. Unaweza kuwa tu unakunywa chai glasi moja. Tuseme ni asubuhi. Praise God. Niliwaambia sio vizuri weke thermos hapo, hata ukipiga rao unakuja unagonga ingine. Hapana, sio hiyo. Hii mwili lazima itii sauti ya Mungu. Praise God. Sasa hiyo ni namba la 3, 7 days. Namba 4 ni 3 days. Alafu hizi namba zote nitakuonyesha zimesimamia nini kwa wokovu, zimesimamia nini kwa fasting. Praise God. Ukiomba 40 days kuna kitu unapokea. Ukiomba 21 days kuna kitu unapokea. Ukiomba 7 days kuna vitu huwa unapokea. Bwana asifiwe. Naenda kwa haraka ili uone hiyo mambo. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, number 4 ni 3 days. Number 5 ni 1 day full. 1 day full. Praise God. Hallelujah. Unaweza ukafunga 40 days, 21 days, 7 days, 3 days, 1 day. Na kuna quarter day, 6 to 6. Hiyo ni ya quarter days. Lakini zile ziko na effective sana. Ni easy time. Bwana Yesu asifiwe. Ni nzuri sana kwenye maisha ya Mkristo. Sasa mtu akifunga 40 days huwa anapokea nini? Number 1, mtu yeyote amefunga 40 days kuna capability,
kuna uwezo wa kupokea uweza wa ministry ndani yako. Praise God. 40 days inasimamia ministerial ministry. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Inasimamia ministry. Mtu anataka kutumiwa na Mungu. Tunaona Musa wakati aliomba, Mungu alimtumia na njia kubwa. Yesu alipofunga siku 40, Mungu alianza kumtumia. Bwana Yesu asifiwe. So kuna karama huwa zinaingia ndani yetu. Kuna huduma inaingia ndani yetu ya kusabu Mungu. 21 days inasimamia the gift of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Wakati tunafunga siku 21, kuna ule uwezo wa kupokea karama za Roho Mtakatifu. Kama unataka karama moja, gift of healing, gift of performing miracles, gift ya ku speak in tongues. Bwana asifiwe. Kuna zile major unaweza ukapokea after 21 days. Praise God. Wale watu wanatamani kutembea na karama za Roho Mtakatifu. Unaenda Kenyatta, unawekelea watu mikono, mtu anaondoka kwa kitanda. Ukiwa mzoefu wa kuomba siku 21, unaweza tembea na hizi karama bila mang'ang'ano. Praise God. Kuna huo uwezekano wa kupokea hizi ngiti za Roho Mtakatifu. 7 days inasimamia ukamilifu wa Mungu, the completeness of God. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Number 7 imesimamia the completeness of God, ukamilifu wa Mungu. Kuna mambo inakusumbua kwa maisha yako. Ukijizoesha kuomba siku 7, utajikuta kuna maeneo katika ulimwengu wa kiroho unakamilika. Praise God. Ung'ang'ani kwa kuongea uongo, ung'ang'ani kwa tai, ung'ang'ani kwa mambo zingine, ung'ang'ani kwa kusaidia watu. You are complete in salvation. Praise God. And we need the complete the completeness of God in our life. Tunatamani kutembea katika hali ya ukamilifu kwenye maisha yetu. Praise God. Number 3 inasimamia utakaso. Kama kuna dhambi inakusumbua, unajisikia ndani yako kuna kadhambi yakaondoki, umeombewa na mchungaji, hakuna kitu kinaondoka, funga siku 3. Hiyo weakness inakusumbua, itaondoka yenyewe. Jina la Bwana litukuzwe. Utajikuta kuna mambo zingine ung'ang'ani, kuna dhambi ung'ang'ani kwenye maisha yako. So 3 days inasimamia the holiness of God. Praise God. Jina la Bwana litukuzwe. Utakasa ni cleansing, is it? Bwana Yesu asifiwe. Ni kuklensiwa, ni kuoshwa, ni kutakaswa. Unakaa kama vile Mungu alivyo. Jina la Bwana litukuzwe. So ukiona kuna weakness uko nayo na umeiombea siku nyingi, unatamani kuondokea kwa maisha yako, funga siku 3. Uone tu itaondoka yenyewe in Jesus name. Praise God. Siku 1 inasimamia the fellowship with God. Ukiomba siku 1, kuna ushirika na Mungu utapata katika maisha yako. Praise God. Wakati tunafunga siku 1, we need the fellowship of God. I want to know you more. I want to understand you more in my life. Bwana sifiwe. So mambo haya yanatusaidia kukamilika kwenye ufalme wa Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Siku 1 inasimamia the fellowship with God. Hauombi juu uko na shida, hauombi juu unakimbishwa, hauombi kwa sababu mashida imekuandama sana. Ninaomba kwa sababu ninataka ushirika wangu na Mungu ukue wakati. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hatufungaji juu ya mambo imekuwa mbaya. Tunafunga kwa sababu
we need the fellowship with God. Praise God. So ni vyema kupokea neema ya Mungu na ushirika wa Mungu katika maisha yetu, maana tukimpata Mungu tumepata vyote. Ukishikana na Mungu, ukishikamana na Roho wa Mungu, ukishikamana na oracles of God kwenye maisha yako, your life will never be the same again. So hatuombi juu ya corona. Hello, tunaomba juu tunataka ushirika na Mungu wetu. Hatuombi kwa sababu hatuna pesa. Hizi ni vitu zitakuja zenyewe, zitaanza kututafuta. Praise God. Nikimalizia, naomba tufungue Bible zetu kwenye kitabu cha Jeremiah chapter 33 verse 3. Jeremiah 33 verses 3. Jeremiah 33 verses 3. Na tutaweza kubarikiwa in Jesus name. Faida ya kuomba ni nzuri. Niite inaweka koma pale. Wakati tunaomba ni Mungu tunaita. Wakati tunafunga ni Mungu tunaita. Praise God. Bible inasema ukiita Mungu akunyamazi. Biblia inasema na yeye atafanya nini? Atakuitika. So kuna level ya Mkristo akiwa ameamua kutafuta Mungu kwa njia ya maombi na kwa njia ya kufunga, kuna possibility Mungu amuitike. Praise God. Kuliko kukaa tu ungoje mambo ifanyike. Kuna pati ya mwanadamu na tira tumepewa ni pati ya kumuita Mungu. Pati ya Mungu ni kutuitika. Praise God. Na ndio ni vizuri kujua siri ya kumuita Mungu. Formula ya kumuita Mungu ni formula ya kuomba na kufunga. Praise God. Maana katika hali ya kuomba na kufunga, hizi ni vitu mbili tofauti. Kuna kuomba na kuna kufunga. Kuna Mkristo anafunga lakini haombi, na kuna Mkristo anaomba lakini hafungi. So ina maana kuna level hatafika, kuna eneo hataitikwa. But the moment you call God in prayer and fasting, Biblia inasema ya kwamba Mungu na yeye atakuitika, na akikuitika akuachi bure. Kuitikwa kwa Mungu ni tofauti na kwa mwanadamu. Kuitikwa kwa Mungu ni tofauti na kwa mzazi. Kuitikwa kwa Mungu, Biblia inasema nami nitakuonyesha mambo makubwa. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati tunaomba, wakati tunafunga, hapo ndio tunapokea mambo makubwa. Unakuta mtu alikuwa anakaa chini akifunga siku 40, anaanzia kuambia pastor, na nimesikia kuhubiri, ninasikia mwito wa kuenda kufungua kanisa. Ni nini imechokora huyo mtu? Aanze kuomba, aanze kusema anataka kuhubiri. Ni maombi ya 40 days ndiye inasababisha amekoroga kile kiko ndani yake. Watu wakimwangalia haukai mhubiri, sura yako ikai kana kwamba wewe utakuwa mtu wa kutangaza habari ya Mungu, maana ulikuwa umekaa chini tu. Lakini the moment you seek God in prayer and fasting, kimwito kinaingia, unasikia kuhubiri injili bila mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika kuomba maombi marefu tunapata kuona mambo makubwa. Ambia mwenzako unapokea mambo makubwa.